Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Upewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Alhamdulillah, leo tupo naye mgeni mwingine ambaye atazidi kutuelezea mengi kuhusiana na masuala ya afya. Kama tunavyojua, afya ya mwili ni muhimu sana na hakuna uzima mzuri unaohitajika zaidi ya afya yetu sisi kama binadamu. Na katika mada yetu ya leo tutaweza kuangalia kuhusiana na why antibiotic resistance is a silent global threat. Tunataka kuangalia kuna antibiotic tumezoea kunywa lakini ufikia mahali zikakataa kufanya kazi katika miili yetu. Tunataka kuangalia kwa nini ni kitu ambacho kinaweza ua polepole. Yaani ni kama ni kitu ambacho kina threat kubwa sana katika jamii. Na mgeni wetu wa leo si mwingine bali anakuja kwa jina Karen Mutisia na ataweza kujielezea zaidi yeye ni nani, anafanya nini. Na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Karen, habari ya asubuhi. Ni salama. Karibu sana. Asante. Jinsi uko nyumbani. Na kabla tuendelee na mada yetu, tungependa kufahamu wewe ni nani, unafanya nini ili tuweze kujua zaidi. Mimi naitwa Karen Mutisia. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 6 katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Nafanya udaktari. Na natumai kumaliza karibuni. Utawaliza. Naamini kuna mengi ambayo yanatokea, lakini tukiwa na madaktari ambao wanazidi kukua, najua tutafika mbali. Nakwambia wale wazee wa Kongo wanazidi wakizeeka wakiondoka. Sasa lazima tukuze wengine. Asante sana. Tukiendea katika mada yetu ya leo kwamba kwanza we want to know what is antibiotic resistance. Okay. Kwa hivyo nitaanza na kueleza kwanza antibiotic ni nini. So, antibiotic ni ile dawa inatumika kutibu magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria. Bakteria kwa wingi ni kama tumezoea kusikia kolera. So, nini yasababisha kolera? Vibrio, kolera ambayo ni bakteria. Sasa hiyo ndio antibiotic. Na tukiingia kwa antibiotic, kuna aina tofauti tofauti. Kuna zile tunaziita broad spectrum. Ina maana kuwa zinatumika kutibu bakteria mingi. Kwa hivyo zitatibu magonjwa mengi. Ndiyo. Na kuna zile tunaziita narrow spectrum. Ambazo zitatumika kwa bakteria specific. Kama vile tuseme umepata ile TB, kuna ile kama isoniazid, kama ile tiba. Sani specific kwa hiyo. Vile vile kuna zile tunaziita bactericidal. Hizo ni zile antibiotic nikikupa zitaua ile bakteria. Alafu kuna hii tunaita bacteriostatic, ambayo itadhibiti zile bakteria, haziui, zinadhibiti ile bakteria. Kwa hivyo tukiingia kwenye antibiotic resistance, hii ni hali ambapo kile kiwango cha antibiotic ningekupa kingeweza either kuua zile bakteria ama kudhibiti. Lakini hivi sasa haziui na hazidhibiti. Kwa hivyo hatuwezi tibu ile bakteria uko nayo. Hiyo ni antibiotic resistance. Asante sana. Na tukiangalia zaidi ni kwamba kwa nini inakuwa like it's a big issue globally sahi hiyo yenyewe. Exactly. So ukiangalia tuko na hizo dawa hivi sasa, si ndio? Lakini hazitusaidii sisi. Umekuja kuna ile ugonjwa tunataka kukutibu, lakini tukikupa zile dawa hazitakusaidia. Hivyo basi itaongeza vifo ambazo zinasababishwa na zile bakteria. Ndio maana waona kila mtu anasema antibiotic resistance itakuja kuwa a very great pandemic. Kwa sababu gani? Tuna zile dawa, ni kama turudi ile pre-antibiotic era yenye hakuna mtu alikuwa anajua zile antibiotic. Watu walikuwa wanapata ile ugonjwa, wanakuja wanakufa juu ya kukosa. Sasa hivi sasa tuna dawa zenyewe, lakini sisi wenyewe tumezitumia kwa vibaya zikakuwa na ile resistance. Kwa hivyo zinasababisha vifo kwa wingi. Vile vile ukiangalia antibiotic resistance itasababisha iki tunaona kabla ya upasuaji kuna zile utapewa tunaziita prophylaxis. Zinakusaidia ni kama zinazuia wewe kupata a certain bacteria infection. Kwa hivyo iwapo already uko na ile resistance ya ile antibiotic, basi nikikupa ina maana kuwa sitakusaidia na lazima nikupe kabla ya upasuaji. Unaona vile sasa. Yeah, that's a threat. Naam. Na tukiangalia na kwa nini
watu wanavyotumia ama misuse yake ama overuse yake inachangia katika hili swala la antibiotic resistance. Haya, sawa sawa. So unaona vile nimesema kuna hii kitu tunaita MIC, minimum inhibition concentration. Hiyo inamaanisha ni kile kiwango ama dozi nikikupea najua itadhibiti ile antibacteria. Pia kuna ile ingine tunaita MBC, minimum bactericidal concentration, kiwango ambacho kitaua cha chini kabisa, lakini najua nikikupa kitaua ile bakteria. Lakini sana sana hata mimi mwenyewe najua nimeifanya. Unapoenda pale unapewa dawa, nikwambia hii dawa kunywa kwa siku 10, si ndio? Mimi mwenyewe naenda na kunywa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nishapona. Nafanya nini? Unaacha. Natupilia mbali zile dawa. Yeah. Wakati tumefanya hivyo inamaanisha zile bakteria tumezipea a non-lethal dose. Kwa hivyo hazijauliwa, hazijadhibitiwa. Wakati zinafanyika hivyo kuna zile changes zinafanyika kwa bakteria yenyewe. Kwa hivyo kwa sababu zishapata ile dawa na haikuidhibiti, zitafanya nini? Zina mutate kwa ile dawa. Kwa hivyo a few of the ways hizo bacteria zinaweza change. Ya kwanza ni zinaweza tengeneza efflux pump. Sijui unaona kama dawa kuingia, si tuseme hii ni structure ya bakteria ya kahivi. Iko na ile cell wall, iko na hiyo cell membrane, iko na bakteria mle ndani. Hapo ndani kuna ile DNA yake. Hiyo DNA yake ndo inabadilika, inatoa zile protein. Protein zenyewe za kuja kwa cell wall zinatengeneza nika njia ya barabara. Wakati tunakunywa ile dawa inatolewa nje, inaitwa efflux pump. So inamaanisha hautafikia kile kiwango cha kuua ile bakteria, na kwa hivyo huwezi tibika. Mara nyingine pia bakteria yenyewe yaweza tengeneza cell wall yenyewe, upate dawa yenyewe iweze kaingia ndani. Kwa nini ikose kuingia ndani? Juu nika imetengeneza nika a cover. Zile protein imetengenezwa ina form cover pale juu. Dawa ya kuja lakini haiwezi kaingia ndani. Kaingi haiwezi saidia. Vile vile bakteria yaweza tengeneza enzyme. Enzyme yenyewe itatumika kuharibu zile dawa. Sana sana unaona ukienda kwa hospitali, tuseme wanakupea amoxicillin, watakupea amoxicillin plus clavulanic acid. Ile clavulanic acid ni kwa sababu bakteria yenyewe imetengeneza enzyme inaitwa beta lactamase. Sawa? Na ile amoxicillin yetu kwa ile structure yake ina protein inaitwa beta lactam. Kwa hivyo ile beta lactamase inaiharibu ile beta lactam. Kwa hivyo itaharibu ile dawa. Sasa ndio manake unaona unapewa kuongezea dawa ingine ambayo itadhibiti hiyo enzyme. Ndio ile dawa ipate kufanya kazi. So unapata pia bakteria iko na hizo enzyme, zitakunywa, unakunywa dawa na ziharibu. Kwa kweli. Wanakuambia ukienda hospitali daktari anapokupa dawa unajiuliza daktari kwa nini amekupa dawa nyingi? Unakuta dawa zimezidi zaidi ya vile ilivyokuwa mara ya kwanza. Daktari anakuambia hii tunakupa tu itaua bakteria, lakini maelezo yake yanaonyesha iko na undani zaidi ya hapo, which nadhani pia watu wanafaa kupata ile consideration ya kwamba ni vizuri sana kutumia dawa unapoelekezwa na daktari. Maana I think pia ufikia mahali mtu akahisi let's say mtu anaumwa na asikia ameumwa kabisa na meza dawa anasikia kama haifanyi kazi. Mwingine ana overdose. Why does that happen? Why does that? Okay, tunakwanga na hii waamini iwapo kama nimekunywa tuseme dawa katatu hivi, tembe 3 sijapona. Nikiongezea nitakuwa nimeongezea kile kiwango kwenye damu. Labda kitanisaidia. Ndio maana utapata watu wengi wanakunywa dozi kwa wingi ambayo pia haufai. Kweli. Na ndio kiangalia sisi tunataka kupona haraka. Tunataka kupona haraka. Na pia nikipona sitaki kuendelea na zile dawa. Kabisa. And then another thing ni kwamba how does poor hygiene and sanitation contribute to the spread of antibiotic resistant bacteria? Yani sisi kama sisi ule uchafu kutokuwa na usafi inazidisha vipi mpaka zile kunakuwa ile resistance ya ile antibiotic? Okay. Sasa poor hygiene inazindisha. Unaona wakati kuna ule uchafu ina create environment yenye itaendeleza kusambaa kwa zile bakteria ambazo
ni already resistant. Unaona, kama tuseme maji chafu ama nini kunywa, na pia vile animal droppings unapata zimefika kwa maji, sisi wenyewe tumeyatumia, ndani ilikuwa na ile bakteria ambayo already ni resistant. Wakati inafika kwenye mwili hatuwezi katibu. Na unajua like the resistance itself huwa inasambaa kutoka kwa hii bakteria kwenda nyingine. So ikifika mwilini yasongesha, vile inaendelea tu kureplicate, ndivyo resistance inaendelea kuongezeka. Ndo ili pia wakasema like agriculture can be another main factor contributing to antibiotic resistance. Yeah. How does that go about? Let's say kama maziwa ya ng'ombe umechukua ukakunywa bila kuchemsha. Yeah. Ina affect vipi ile bakteria inasababisha labda kuwa ile resistance. Wewe mwenye tayari kwa mwili uko na bakteria, I don't need to treat it, lakini umeangalia like umeamua mimi acha nisi take precaution. Maana kuna watu tu they are very ignorant. Yaani amua mimi sitapona tu, kwani nikikunywa hii itanifanyia nini? Sasa unaona hivi sasa wakati kila mtu anataka pesa, unapata vyakula mingi za hao wanyama wenye wanauza zimeandikwa modified, na mingi zao ziko na zile antibiotics. Kila mtu anataka mimi nataka hii fast growth, nipate maziwa mengi, nipate pesa kwa wingi. So tunawapa wale wanyama zile chakula kwa wingi. Zile chakula zina zile antibiotics. Zikifika pale kwenye hiyo system ya mnyama, zinaenda zinakuwa ile resistance, ndio. Na sisi tunajua zitakuwa passed on kutumia hiyo fluid kabla maziwa. Ndio. So wakati unapata ile maziwa hujachemsha kabisa kuua ile bakteria, ina wale bakteria ambao already washapewa antibiotic in terms of chakula ya ng'ombe, wakakuwa resistant to it. Kwa hivyo unakunywa wapata ile ugonjwa kutokana na hiyo bakteria. Ndio. Yeah. Tabidi watu wakuwa very very careful whenever wanaangalia haya maswala. And also inaweza fikia mpaka kiwango gani ikafanya maybe antibiotic resistance, can it contribute to death and so on? Yeah, it can. Just unaona hivi sasa hata utapata pale mama kamleta mtoto hospitali, lakini vile tumezoea mtoto kapata kikohozi, nimeenda pale chemistry nimesema nipe hii dawa, anapewa antibiotic. Tukifika huko kuna hii test tunaita microscopic culture sensitivity. Inatumika kuangalia je, ni dawa gani nikipo huyu mtoto kulingana na hii bakteria itaiua. And then unapata pale mtoto ako resistance to most of those antibiotics already zenye zishapewa. Kwa hivyo ina maana ukiangalia antibiotic kuna venye imepangika. Unajua pia dawa zina zile side effects zake. Ndio maana unapata mimi nikija nipate nitakupa ile dawa aina side effects kwa wingi, lakini already wewe uko resistance to hizi zote. Umefikia yenye nitakupa itakusaidia, lakini side effects zake naona ni mbaya, like it's bad. Kweli. Kweli. And precautions gani ambazo sasa kama sisi ama let's not talk about precaution, tuangalia ni in form of mimi nikiumwa tayari siendi hospitali, naenda tu chemist kuchukua dawa kabisa. How does that affect our productivity kwa mili yetu? Aya, kwanza inalingana ni chemistry gani utaenda na ni nani utapata kule kwenye chemistry. Kuna chemistry ukienda wamueleza atakupa dawa zilizo, lakini sisi wenyewe tushazoea self medication. Unaenda pale na kwanza unampea nipe hii dawa na ina kwa sababu ulienda ukatibia ukapewa ile dawa last time. Na labda hata hivi sasa it's a different case. Yeah, it's a very different case. So unafika pale unamwambia nipe hii dawa. Yes, atakupa ile dawa. Lakini upate hata autibu ile ugonjwa kabisa. Wewe wataka tu ile maumivu yako iende. Maumivu yenyewe yaisha yenyewe kwa yenyewe. Lakini watumia zile dawa. Wewe wadhani hizi dawa zimenisaidia, lakini maumivu yenyewe ilipona yenyewe. Ndio. Ndio maana inaturudisha kwa ile dosage yenye una expose zile bakteria kwa ile doza yezi ziua. Zinaanza kufanya zile mutation na ile kubadilika. Kwa hivyo naona ni vyema, hatuwezi sema mtu asiende chemistry. Wengi wetu lazima tutaenda. Ila like naona antibiotic should be like the last resort.
una maumivu, naenda pale pewa paracetamol, kunywa maji kwa wingi, pumzika, uone kama utapona. Kwa hivyo tupunguze ile kuitisha zile antibiotics tukienda pale kwenye chemistry. So what kind of antibiotics are there that people should know about? Okay. Ambazo medicines ambazo wanajua kabisa lazima uende tu kwa tiba na sio uende tu kwa chemist kuchukua dawa, lazima ufike kwa daktari. Okay, I wouldn't say there are specific ones because ukiangalia antibiotics there are many. Ziko na different modes of action kwenye mwili. Kuna zile zitazuia ile cell wall tulisema ziharibu ile bakteria. Ndio. Kuna zile zitaingia zipunguze ile protein kufanyika hizo zote. Kwa hivyo mimi naonelea tu ni vyema kufika hospitalini. Ukifika hospitalini lazima wataangalia ini bakteria gani. Watafanya ile test wajue ini bakteria gani, what am I dealing with? Am I dealing with staph? Am I dealing with Vibrio cholerae? Am I dealing with Mycobacterium tuberculosis? Alafu kulingana na hizo results zile za test nitakupa zile antibiotic. Ndio maana nilisema kuna zile broad spectrum zenye mostly ndio utapata watu wengi wanapewa tukienda kule kwenye chemistry. Juu umefika pale labda unaumwa na hii, najua nikikupa hii, okay, I don't know what the bacteria it is you have, but it's highly likely itaponyesha one of the many bacteria zuko nazo. Lakini ukifika hospitalini kuna ile wakishafanya ile test watakupa ile narrow spectrum, ile ambayo ni ya hiyo bakteria yenyewe. Unaona sasa. Thank you so much. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Karen Mutisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuangazia kuhusiana na antibiotics. Sawa, najua sisi tumezoea kwenda kwa chemist kuchukua dawa sisi wenyewe, tujitibu sisi wenyewe, lakini ni vizuri sana kufika hospitalini, uende unaongeza madhara zaidi na huwezi fahamu. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye Karen Mutisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Na mimi unaweza kufaidika na yeye, unaweza kusikia jinsi gani anavyoelezea kuhusiana na antibiotics. Ni dawa ambazo najua zipo sana, tumezoea kuzinywa, lakini pia yana madhara yake ukiyanywa bila kupata ushauri wa daktari. Na pia kuna lile lengo ya kwamba tunakosa kumaliza dawa zetu, mimi nikiwa mmoja wao. Na mimi tutaweza kurekebisha ili na sisi tuweze kuua bakteria ambao tunajua wanadhuru miili yetu. Na tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia. Karibu tena Karen. Karibu sana. Na tukiangalia swala lingine ni kwamba let's talk about environmental contamination. How does it affect antibiotic resistance? Okay. So tukiangalia environmental contamination, tutarudi kwanza tuanze na wanyama. Our animals. Kuku. Hata mimi nyumbani nimeona mama anaika pale antibiotic kwa maji ya kuku. Haya. Unaona? Vile nilisema wale kuku wakienda watatumia zile antibiotic, lazima watakuwa na zile waste yao. Unaona? Uende pale wasema acha nisafishe hii room ya kuku zangu. Unapofagia zile antibiotic waweza inhale zile bacteria ambazo zilikuwa released. So unaona? Vile vile kwa chakula. Sisi wote tunapenda kuku. Kila ile kuku nyama yake labda ukose kuipika vyema, ikuwe undercooked, zile bakteria hujaziua, bado ziko mle ndani. So utapata wewe mwenyewe wajipasia ile zile bakteria. Ni kama wale ambao wanakula nyama mbichi. Exactly. Wanasema kwamba for it to be sweeter, ama I don't know wana survive vipi, kwa sababu binafsi siwezi kula nyama ambayo unajua haijaiva. No. Unaenda unakata unapata damu ndio hii hapa. Bas, unaona sasa. Ina maana zile bakteria bado ziko. Ni ule kuku ameshikupewa antibiotics. Tu inakuwa another case. Zile bakteria zishazoea zile antibiotics. Zishabadilika
kuzuia kuuliwa na zile antibiotics. Manake hakuna mtu anafurahia kuulika, hata mimi. True. Yeah. True. Na tukiangalia if bacteria nyingine ikuje, we tayari binafsi uko na bacteria and then another bacteria ikuje ikuattack. Is there a possibility upate ugonjwa zaidi ya ule ambao ulikuwa nao? Yeah, unaweza pata uko na more than one infection. Unaweza pata una ile homa kali, ile pneumonia. Na vile vile ukaenda tena ukapata bakteria nyingine. Ukapata una ile kidonda ama cellulitis. Bakteria pia moja yaweza kusababisha more than one ugonjwa. Sana sana tuseme ugonjwa kaya zinaa kama Neisseria gonorrhea. Naona kila mtu amezoea nitakuwa na naona ile ugonjwa ya uzaa. Lakini vile vile inaweza sambaa ikaingia kwenye damu. Ikizunguka ita affect ile skin yako. Pate uko na zile rashes. Unaona? Bakteria ni moja lakini magonjwa ni mengi. So inakuwa ni kitu ambacho kinaweza sambaa kwa kasi kabisa. So unaweza kuwa na hiyo super infection, pia waweza kuwa na bakteria moja ikasababisha nyingine kukuingia. Tunaita super infection. So unakuwa na ugonjwa ya kwanza, ile bakteria ya kwanza tena ya pili. Vile vile pia kuna hizi tunaitanga hospital acquired infection. Sana sana kuna hii bakteria inaitwa aeruginosa. Ile ni bakteria ambayo utafika pale hospitali, hii ndo kitu nilikuwa ni ugonjwa, nimeenda pale nimekuwa admitted. Nikifika si unajua hospitali level yake. So ina kulingana na hiyo usafi yake, na pia waweza pata umepata tena ugonjwa ingine. Umeipatia pale hospitali haujakuwa nayo kabisa. Yeah, so waweza pata more than one infection. And another thing kwamba okay, let's say kuna watu wenye wako na diabetes, wako na mtu labda ako na HIV, mtu ako na cancer. So an additional antibiotic resistance inawa affect vipi hawa watu kama, sababu kumbuke tayari wako na maradhi. Alafu ukumbuke labda dawa imekataa. So how does this go? So tukiona kwa hivyo kama vile umesema, ukiwa na kisukari, bakteria zapenda sana glucose kumea. So nikawa zicreate a better environment for them to replicate haraka. Kwa hivyo ndo utapata yule mtu prognosis yake haribika, unawasa na haraka. Zile bakteria zimeingia zikapata I have the glucose I need to grow. Kwa hivyo zinaanza kuongezeka kwa haraka. Sando ukifika pale hospitali kama already uko na, ndio maana tulisema hii resistance ikiendelea kuongezeka yaweza ongeza vifo. Juu tumejaribu kukutibu lakini zimekataa. Is that also happening with concerning na HIV? HIV nayo kwanza, HIV it attacks your immune system. Unaona? So what it does, it lowers your immune system. HIV ikue bacteria, ikue virus, ikue nini, itakupata tu. And then unajua sasa, okay, ukiwa na diabetes at least uko na ile kinga ya mwili yenye itasaidia. HIV hauna. HIV iko chini kabisa. Unaona? So wakati zinakuingia, ndio maana unapatanga watu wengi wa HIV wako na ile shida ya TB. Na ile TB yao ukiangalia, kuna TB yenye iko kwa lungs, yenye sisi wenyewe tushazoea unakohoa. But TB yenyewe ikipata immune system iko chini, itafanya nini? Itasambaa. Ndio utapata imefika mpaka kwa bones. Unaona? Imeenda mpaka yaweza fika mpaka kwenye akili. Ikakosa ile tuberculoma. Unaona sasa. So ni kitu ambacho iko very vast. Kwa sababu nafikiria concerning maybe the stage ya 4 ya I think it's HIV. Iko na 4 stages ndio. So stage ya 4 ya HIV. Mpaka ifikie like imefikia mtu ni full, ni kwamba kuna ile antibiotic resistance ama pia ni ile dawa pia imekataa. Unaona, by the time unafika ile stage 4 ina maana kuwa like your immune system, unajua zile hizo antibiotic zitasaidia kuwa wale bakteria. But pia vile vile your immune system inasaidia pia kuziua. Unaona? Lakini wakati mtu ana HIV ushafika ile stage 4, inamaanisha your immune cells are extremely low.
so your body is not working. Zile naweza kuwa nakupea zile antibiotic lakini zinakusaidia ama pia zaweza kosa kusaidia. True. Na wengi wao unapatanga wako na ile multi drug resistant. Waenda pale wafanye hii, unapata hizi dawa haziwezi msaidia, lazima niende kwa hizi. Na nilikwambia ukiangalia ile ina depend na the side effect. Wapata dawa yenye unatumia iko na zile side effects mingi. Unaona, iko na zile hepatotoxicity kwa hivyo liver yako na already uko na HIV. That's vast. Yeah. Ni kitu ambacho kinahitaji umakini zaidi. Which means coming to our next question, ni vipi tutaweza kueducate umma kuhusiana na ile swala la antibiotic resistance? Kwa sababu watu wanameza dawa ovyo. Watu wana ile hawamezi dawa kulingana na vile daktari amewaambia. That's why ina lead kuile kwamba kila mtu unakuta bakteria imejaa kwa mwili. Hata wewe ukimeza dawa inakataa, yani haifanyi tena kazi kwa sababu hukupata either precautions za daktari zinalifanya ama pia wewe mwenyewe una overdose zile dawa, yani una misuse, unakunywa vibaya. Okay, tukifika hapo kabla hatujafika huko kwa hizo dawa tunaweza anza tuna hizi infection control. Endea chanjo, peleka mtoto wako kapata ile chanjo. Ina maana atapata ile ugonjwa. So tutafika huko kwa kule kutumia zile antibiotic. Pia kuna hii infection control. Osha mikono. Kitu rahisi hiyo, osha mikono. I remember nini wakati wa shule, I think bado ziko sahi because we have some organizations ambao still wana conduct hiyo nini. Maana ukienda kwa organization kuna zile stages za kuna dockets tofauti. Kuna ile docket ya cleanliness, kuna docket maybe ni ya nini and so on. So ikifika mahali kuna ile wakienda mfano kuvisit the orphans and so on, inabidi wasaidie, okay, this is how we wash our hands nini na nini. The importance, emphasizing the importance of washing mikono yetu, which wengine siku hizo wakitoka choo hawaoshi mikono. So hiyo ni ile ya kwanza, kukinga hii bakteria kukupata. Kinga ni bora kuliko tiba. Exactly. Alafu tena sasa tukifika pale kuna ile ya kama kuelimisha watu kama vile ambavyo unafanya hivi sasa. Ndio. Tupunguze kabisa hii self medication. Ukienda pale hospitali umaliza tu dosage yako yenye umepewa na daktari. Unaona sasa. Usafi, sanitation. To make sure uchafu tunatupa vizuri kabisa. Tutapika chakula vizuri. Naona kuna ile usafi. Ni muhimu sana. Ni muhimu. Yeah. And swala lingine ni kwamba what can an individual do to help reduce the rise of antibiotic resistance in their communities? In their communities. Ile vitu tumeongelea, kuelimisha watu. Wewe mwenyewe si waelewa hivi sasa. Ukifika pale waambia, tufanye hivi na hivi na hivi. Tusinyezi dawa, tusifanye nini. Unaona. Vile vile kaa hizo program za hand washing. Waenda kwa ile primary school iko hapo kijijini. Si unaona hizo vibuyu maji, tunawe mikono. Wazazi wapeane sabuni, si huwa kila mtoto akipewa sabuni. Yeah. I remember that time waki-advertise Lifebuoy na Dettol. Yeah, the way ilikuwa ziko na mshiko sana kwa nini Dettol 99%. Inawa bacteria 99% germs. Which ukiangalia, I don't know tuseme soaps kwa sababu there's a time wakati naangalia social media kuna mahali kuna mtu alisema like okay, the things concerning like Dettol kuua the bacteria zote. Is it that bacteria ukiangalia kuna safe bacteria na kuna bad bacteria, huenda labda mtu anaua nini zote na kuna ambazo ni safe? Unaona bacteria kuna ile tunaita normal flora. Normal flora ni ile bacteria tunayo sisi wenyewe. Kwa skin yangu kuna bacteria, kwenye gut kuna bacteria inanisaidia. Probiotics. Okay, ni tuna hizo bacteria lactobacillus. Hizo ni zile bacteria zinatusaidia. Unaona? Alafu kuna zile zenye pathogenic. Unaona? Zinasababisha magonjwa. Ndio maana utasikia watu wakisema these heavily medicated zinaua both the normal flora and the pathogenic bacteria. So kuna wale bakteria wazuri
Yeah. na kuna bakteria wabaya. So unaweza na this tendency of nini antibiotic resistance, is it kwamba ni ile bakteria wabaya ndo wanabakia pale ndani sana because hawajapata the way ya kutoka, ama when they mix with the good bacteria kuna kuaga na some maybe causes and so on? Unaona sasa hiyo nimesema normal flora, ile bakteria mzuri lazima iwe pale, like inasaidia normal physiological process za mwili. Alafu kuna hii the pathogenic one yenye yasababisha ile ugonjwa, si ndio? Ndio maana nilisema dawa hizo broad spectrum, nikikupa kuna bakteria mingi mwilini. Unaona? So unaweza pata kuna hizo zenye zina hizo pathogenic ones ziko kwa wingi. Ile bakteria yaweza ua both the normal flora ama pia zile pathogenic. But upate zile dawa zenye umeipa hazijafikia ile dozi ya kuziua. Hiyo kiwango bado haijafikiwa. Ina maana kuwa ile bakteria itaendelea ku replicate na itaanza ku mutate. You're ready to expose kwa hizo antibiotic. Ndio maana sasa utaona inaanza kuwa resistant. Si kwa sababu zimemix. Yeah. The good one and the bad one. Kila moja tiko tu kazi yake like. So ina try ku fight like ku protect and then hii nyingine ina try kuua the good ones. Yeah. And then actually it's okay, I don't know what to call it. Unaweza pata normal flora ya skin nipate hivi labda nipate cut ingie mle ndani inakuwa pathogenic. Unaona? So kuna zile specific to certain parts. Thank you so much. And what might the future look like if antibiotic resistance is not effectively addressed? Yeah, what might the future look like? So what happens if the bacteria become more resistant to this to the antibiotic? One tutakuwa na zile increased mortalities. Watu wengi wataweza kufa kutokana na yale magonjwa ya bakteria. Number 2, kutakuwa na increased cost. Jumana, if kuna kitu labda ugonjwa nikikupa amoxicillin, ulikuwa upone. Lakini uko resistant to it, ya kutumia, I have to go to a higher generation of the antibiotic. That means it's at a higher cost than ile ya kwanza. Unaona? Kwa hivyo higher cost kupata tiba. Then ya 3, tulisema it will affect juu tuko na zile prophylactic bacteria kabla ya upasuaji kufanyika. So uko zile resistant, ina maana after tumekufanyia upasuaji utaenda kupata wound infection. Juu zile antibiotic zinafaa ku prevent. Ndio. Kupata zile wound infection zako, kidondo unaona hakiponi kabisa. So inakuwa ni sababu kubwa ya kuhakikisha kwamba ni sisi wenyewe tumekisha kwamba like tunajitunza zaidi. So tukimalizia, what advice ambayo ungependa kumpa kuwapa mtazamaji kumwambia kuhusiana na ili swala la antibiotics kiujumla? Kiujumla ni sisi wenyewe tumalize dosage. Tuache kujifanyia self medication. Tunajua over the counter ni mingi. Ndio. Vile vile tufike hospitalini, naona wakakupa ile antibiotic yenye itakusaidia. Ndio. Alafu infection control, tuoshe mikono, endea chanjo, peleka mtoto kapewe chanjo yake. Alafu tuimize usafi. Asante sana. Karibu. Asante sana Karen kwa kuweza kutuelezea kuhusiana na antibiotics, and I hope mtazamaji atakuwa ameweza kuelewa kuhusiana na hili swala, kwa sababu ni kitu ambacho kila siku in our daily life tunazidi kudharau ama tunazidi kukosa kujua thamani ya afya yetu. Sisi tukiumwa au dakika tumeenda chemist kuchukua dawa. Ukiumwa na kichwa kidogo umeenda kuchukua dawa. Hata hizi za painkillers and so on pia zingine zinakataa kuwork kwa sababu tumezizoesha. System imezoea mpaka sasa imechoka. We don't usually use vitu ambavyo ni mbadala to make sure like we are treating this. Thank you so much, Karen. Welcome.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Karen ndani ya studio zetu umeweza kufahamu kuhusiana na antibiotics. Najua ni topic ndefu sana, ni topic ambayo wewe mwenyewe pia unaweza kaa time chini ukaenda ukafanya research, ukajua zaidi kuhusiana na dawa ambazo wewe binafsi unazitumia. Huenda ni dawa ambazo unatumia na haujui labda ziko na madhara zaidi. Huenda ni dawa ambazo unatumia labda uko na ugonjwa mwingine lakini haujui huu ugonjwa labda utazidisha ugonjwa mwingine kwa sababu wewe unakunywa antibiotics. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.